Katika vipaumbele pale kwenye Roman 2 kutoa mikopo ya 10% ya mapato ndani ya vikundi hivi vifuatavyo: wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Ushauri wangu, tusifanye upendeleo tukawapa hawa tu, tuwape na kina baba. Kina baba ndio wanaokuwa muhanga wa kufanya kazi na ndio wanaotoa matumizi majumbani. Sasa wanawake wakishapewa hela, vijana wakapewa hela, wenye ulemavu wakapewa hela, alafu sisi kina baba hatuna hela, tunadharaulika. Tunadharaulika. Tuongezeni hapo na kina baba, kwa sababu hii ni keki ya watu wote. Sisi tuchangarike na sisi ili tuweze kupambana na kurudisha pia hiyo mikopo, kwa sababu tunayo nguvu ya kuirudisha hiyo mikopo, na pia mtupe heshima ya kuheshimika kwenye ndoa zetu. Kwa sababu wanawake wana hela, wanaume hawana hela. Sasa mwisho wa siku tunaleta uvunjifu wa amani ndani ya ndoa, na mwisho wa siku ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu hiyo. Mimi naomba tufanye marekebisho hapo, tuongezee na wanaume sisi wenye nguvu tupate huo mkopo wa 10%. Hii mikopo ilipoanza mwaka 93 ilianza na kundi moja tu la wanawake, lakini ilipofika kwenye miaka ya 2000 ikaingia kundi la vijana, na mwaka 2017 ndipo kundi la watu wenye ulemavu lilipoingia. Kwa hiyo akina baba, na nyie mkiendelea kupata sauti, huenda watunga sera watasikia, na mwisho wa siku huenda wanaweza wakaingiza kundi la kina baba, kwa sababu tulianza na kundi moja na leo tunayo makundi matatu. Halmashauri wanapitia vigezo vyote vya mikopo ambayo inaombwa, na mle ndani kuna 10% ya wanawake, vijana na watu maalum, kwa maana ya walemavu. Wale wanaokuwa mle walemavu wanatambulika, hata akija mmoja anatambulika kama kikundi, lakini wengine lazima wawe wamesajiliwa watu 5. Sasa mimi mtu akiniambia kwamba tunao hapa hawafahamiki na sio wanaotegemewa, maana yake ambao hawaombi ndio maana hawapati. Sababu utaratibu lazima uombe ili uweze kupata, lakini huwezi kuomba tu, lazima uwe na vigezo ili uweze kufanya nini? Kupata huo mkopo, na inatangazwa wazi.